Bwana, kuna binadamu alafu kuna Michael Jackson duniani kote. Hakuna msanii aliyewahi kufikia viwango vya ushawishi alivyokuwa navyo mfalme huyu wa pop duniani. Alikuwa akisimama tu jukwani bila kuongea, lakini maelfu ya watu walizimia kwa mshtuko. Alipoteza nguvu ya ardhi na kuegemea mbele ya nyuzi 45 bila kuanguka. Alibadili rangi ya ngozi yake kutoka kuwa mtu mweusi hadi kuwa mtu mweupe mwang'avu. Bwana, hii ni Cha The Storyteller. Jina langu naitwa Cha The Best Presenter in Town, mnyama OG. Leo tunaangazia historia ambayo inamhusu mfalme wa pop duniani Michael Jackson, na kusemekana kwamba alikuwa akijibadilisha sana sura. Sasa swali linakuja kwamba huyu jamaa alikuwa ni mtu wa aina gani? Bwana, mambo haya yalikuwa makubwa sana kiasi kwamba ulimwengu ulishindwa kabisa kupata majibu ya kawaida. Ndipo swali hili lilipozaliwa: je, Michael Jackson alikuwa ni mchawi alitumia nguvu za giza, au alikuwa ni mwanachama mtiifu wa kundi la siri la Freemason au Illuminati ambalo lilimpa utajiri na ustaa mkubwa sana duniani kisha likamgeuka na kutoa uhai wake? Bwana, leo tunaangazia hili na tunaenda kufunua pazia la siri zilizojificha kwa miaka mingi sana. Karibu sana kwenye uchambuzi wa kina wa hii historia ya Michael Jackson. Bwana, tunaanza na nadharia inayowashtua wengi sana, wanachama wa Freemason na Illuminati, na wachambuzi wa mambo ya siri wanasema kuwa huwezi kuwa star mkubwa duniani kwa kiwango cha Michael Jackson bila kuweka saini kwenye mkataba wa damu na hakimiliki ya mifumo ya dunia. Na ushahidi wa kwanza unapatikana kwenye kazi zake ye mwenyewe ambazo Michael Jackson ambazo amewahi kuzifanya, hasa ukiangalia jarada la albamu yake maarufu kama Dangerous ambayo ilitoka mwaka 1991. Utashangaa juu kabisa ya picha hiyo kuna cholo la all seen eyes au jicho linaloona kila kitu. Hii ni alama namba 1 inayotumiwa na jamii ya siri za Freemason. Bwana, chini yake kuna madhahabu, nyama wa kiibada na malango yanayowakilisha ulimwengu mwingine. Sasa swali linakuja kwamba Michael Jackson alikuwa anatumia ujumbe kwa siri kwamba yeye ni sehemu yao au vipi? Bwana, lakini haikuishia hapo. Kwenye video zake za nyimbo kama Remember the Time na nyingine ambayo inasema ni Black or White, Michael alitumia sana ishara maalum za mikono, mavazi yenye nembo za siri za kifalme na mifumo ya picha inayofanana na matambiko ya kale ya Misri. Wengi wanaamini kuwa kupitia video hizi Michael alikuwa akitoa heshima kwa mabwana na wake waliompa nguvu za kutawala tasnia ya muziki duniani. Hii ni historia kubwa sana ambayo Michael Jackson alikuwa naifanya. Na kama picha zitoshi, vipi kuhusu matendo yake yaliyofanana na uchawi wa wazi? Kwenye video ya matamasha ya wimbo wake kama Smooth Criminal, Michael Jackson alishangaza ulimwengu pale yeye na wachezaji wake walipoweza kuegemea mbele kwa pembe ambayo kisayansi haiwezekani bila kuanguka chini. Kwa jamii za Kiafrika na watu wa kale, huu ulikuwa ni uchawi wa wazi wazi. Walisema kwamba Michael Jackson ana nguvu zinazomfanya asivutwe na ardhi. Bwana, hii ni balaa sana. Lakini siri nyingine kubwa ilikuwa ni jumba lake la Neverland Range. Michael alijenga ulimwengu wake binafsi uliotengwa na watu. Alikuwa na treni yake, bustani ya wanyama na chumba maalum cha oksijeni alichodaiwa kulala ili asizeeke. Maisha haya ya kujifungia ndani, huku sura yake ikizidi kubadilika kila kukicha, yalifanya uvumi uenee sana kwamba Michael Jackson alikuwa akifanya matambiko ya kichawi ili kubadili mwili wake na kupata ujana wa milele. Watu waliamini kuwa kubadilika kutoka mweusi hadi mweupe kuwa jambo la kibinadamu, bali ni mkataba wa kishirikina ambao Michael Jackson aliweza kuingia na kundi hilo la Freemason. Bwana, hadi hapo hadithi ya uchawi wa Freemason zinaonekana kuwa na nguvu sana. Lakini je, ukweli wa kisayansi na kihistoria unasemaje? Ukweli ni kwamba nyuma ya kila miujiza ya Michael Jackson kulikuwa na akili kubwa ya kibinadamu na changamoto za kiafya ambazo alikuwa anakutana nazo huyu jamaa. Kwanza, kuhusu ule uchawi wa kuegemea mbele. Kwa mwaka 1993 Michael Jackson na ubunifu wake wote walisajili hati
miliki ya kisheria ambayo ilikuwa ni namba 5255 pamoja na 452. Hii hati ilikuwa ikionyesha muundo wa viatu maalum walivyokuwa wakivitumia hawa jamaa. Viatu hivi vilikuwa na tundu maalum kwenye visigino ambalo linaingiza kwenye kigingi kidogo kwa inachomoza kutoka kwenye jukwaa kwa siri. Michael alipokuwa akitaka kuegemea nondo hizo, alipandisha viatu na kunasisha maeneo hayo kwa kutumia nguvu zake kubwa za misuli yake ya kiuno na miguu. Aliweza kuegemea, lakini hakukuwa na uchawi wowote ule. Ilikuwa ni uhandisi tu na mazoezi makali ambayo ujamaa alikuwa yanayafanya. Bwana pili, lakini kuhusu ngozi yake kuwa nyeupe, ripoti ya upasuaji wa mwili wake baada ya kufariki ilithibitisha kwamba ukweli ambao Michael alikuwa anaupigania sana kwa miaka mingi. Alikuwa na ugonjwa wa vitiligo. Huu ni ugonjwa unaoshambulia sana seli zinazozalisha rangi ya ngozi na kuacha madoadoa meupe. Ili kuficha madoadoa yake, ilibidi jamaa aweze kubadilisha rangi ya ngozi ili aweze kuwa mweupe. Bwana Michael alitumia makeup nzito sana na ugonjwa uliosambaa mwili mzima. Madaktari walimsaidia kutumia mafuta ya kitaalamu kufanya ngozi yake iwe na rangi moja, lakini ilishindikana. Bwana Michael Jackson alilelewa kwenye misingi mikali sana ya dini ya Mashahidi wa Yehova na mama yake pia Catherine. Dini hii inakataza vikali mambo ya uchawi na makundi ya siri. Na hata alipokuwa star mkubwa wakati wa albamu yake ya Thriller, Michael alikuwa bado vaa wigi na ndevu za bandia kwenda nyumba kwa nyumba kuhubiri neno la Mungu. Wakati anatengeneza video ya Thriller, wazee wa kanisa lake walitishia kumtenga kwa sababu ya video ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa wakati huo. Ilikuwa ni ya kutisha sana, na kutokana na kwamba yeye alikuwa ni muumini wa dini hiyo ya Washahidi wa Yehova. Bana, ndio maana mwanzoni mwa video hiyo Michael aliweka maandishi yanayosema video hii haimaanishi imani ya mambo ya giza. Mtu anayelinda imani yake kiasi hiki asingeweza kuwa mwanachama wa Freemason. Bwana, baada ya mambo yote kutokea, Michael Jackson akiongea kwa hasira sana kwenye mkutano wa waandishi wa habari mnamo miaka ya 2000. Bwana, hapa ndipo simulizi hii inapochukua mkondo wa kipekee unaoacha watu wengi sana maswali. Kama Michael Jackson akuwa Freemason, kwa nini alitumia alama zao kwenye albamu ya Dangerous? Jibu ni rahisi tu, alikuwa genius wa masoko. Michael alijua kuwa binadamu anavutiwa na mambo ya siri. Alizitumia alama zile makusudi ili kuleta mjadala, watu washtuke na wanunue sana albamu zake. Bwana, naishia hapa nikisema kwamba hii ilikuwa ni bonge moja la movie. Hii ni movie ambayo ya Michael Jackson imetoka hivi karibuni, imetoka 2026. Ingia hapo, ambayo movie hii inaitwa kwa jina la Michael Jackson. Movie kali sana, imeigizwa na mpwa wake. Bwana, na kuacha hivi nikisema kwamba hii ni Cha the Storyteller. Jina langu naitwa Cha the Best Presenter in Town, Mnyama OG.